Welcome for NTA Level 5 Semester 2. We proceed with our session, that is the procedure for quality test of pharmaceutical products. So we have a learning objective. The first objective to explain the procedure for carrying out physical quality test for liquid pharmaceutical dosage form. Hapa tutaangalia namna ya kutesti ubora wa dawa ambao imekuwa imeandaliwa katika mfumo wa liquid dosage form. Kama itakuwa labda emulsions, itakuwa ni syrup, itakuwa ni suspensions, kwa tutatest kwa criteria hizo hapo. Ya kwanza tutakuwa na pH, kunakuwa na smell, kunakuwa na color, kunakuwa na conductivity, and also we have osmolarity. So the next objective is to explain the procedure for carrying out microbial quality test for pharmaceutical product. Tutaangalia kwamba ile formulation ya dawa ambayo tumeiandaa tutaihakiki kwamba namna gani tunaihakiki ili kusudi isiyo na uwezo wa kuwa contaminated with microbes. Kingine tunaangalia procedure for carrying out chemical qualitative test ambayo tutaangalia formality analysis, color reactions and dissolution test. Start with the procedure for carrying out physical quality test for liquid pharmaceutical dosage form ambayo tunaanzia pH. pH maana kwamba ile preparation ambayo tunaiandaa lazima tunaitesti kwamba kwenye pH ikoje. pH maana yake ina evaluate kwamba preparation ambayo imeandaliwa iko kwenye acidity au iko kwenye alkalinity mediums. Kwa hiyo ndio inatusaidia kutambua kwamba in case either client ambao anaenda kutumia hiyo dawa kama imeanza kwamba hiyo dawa more iko kwenye acidity medium more, maana tunategemea huyo client anaweza akapata tatizo kama acidosis, maana high accumulation of acid to the body. Lakini vile vile kama hiyo preparation iko kwenye alkalinity, tunaangalia vile vile kwamba huyo client usimadimise more hiyo preparation akaja kupata tatizo la alkalosis, means high accumulation of alkalis to the body. So that is the key importance for testing the pH values to the preparations. Na hii pH value tunaitest katika room temperatures ambayo itakuwa na 25 plus or minus 2 degrees of Celsius, kuspecify kwamba preparation iko kwenye acidity au iko kwenye basic mediums. pH value of solution tunakuwa tunaidetermine by using potentiometrics by means of glass electrode, kwa tunaitest kwa kutumia hiyo procedures. Kwa kingine tunashauriwa kwamba ile pH ambayo ya dawa tunaandaa lazima tuitengeneze kidogo hivyo kwenye optimum. Optimum maana yake inakuwa kwenye kidogo kwenye neutral form. Neutral form tunajua ni pH ya 7. Kwa ina maana preparation zote ambazo zitakuwa below pH of 7, maana zote zinakuwa kwenye acidity mediums. Lakini above 7 preparation of acidity, maana zinakuwa kwenye alkalinity. Tunaangalia conductivity test. Hasa conductivity test hii tunaitest kwa kutumia electrolysis kama tulivyosoma form 3. Kwa tutakuwa na electrode mbili ambao moja itakuwa ni positive, nyingine itakuwa ni negative. Vile tutakuwa na charge ambazo zitakuwa zina allow kuweza kupita kwenye hiyo electrolyte ambazo zitakuwa ni anion na cations, na hiyo electrolyte ambayo tunaitumia kama kuweza kupitisha hiyo current inakuwa ndio hiyo preparation. Hizi inaweza ikawa emulsions au inaweza ikawa suspensions. Kwa cha kwanza tunatakiwa tujue positive na negative electrode ni zipi. Tunasema two electrode ambao kutakuwa na cathode, vile tutakuwa na anodes. Ambao tunajua cathode is a negative electrode, lakini anode is a positive electrode. Cation tunasema this is a positive charge, lakini anions is a negative charge. So during the electrolysis here, the cation will move to the negative electrode. Kwa hiyo cation ambao ni positive charge ita move to the negative electrode ambao ni cathode. Kwa hiyo ina maana kwamba positive to negative will attract each other. Kwa hiyo ina maana kwamba ile cations inapokuwa ina migrate to the electrolyte ambao ni suspension au emulsions, kwa inapoallow zile charge kuweza kupita, maana kwamba ile preparation inakuwa ina meet requirement. Hivyo na anions tunajua ni negative charge inapokuwa inapita kwenye positive electrode ambao ni anodes,
na ina allow kwamba current kupita pale. Maana hiyo nayo tunasema nini, electrolyte pale ambao ni suspension emulsion inatumika. Kwa hiyo nayo inatuassure kwamba ile preparations inakuwa ina meet requirement kama ita allow current kuweza kupita pote pale. Kingine tunaangalia procedures for carry out microbial quality test for pharmaceutical product. Hii maana kwamba obvious hapa tunafanya sterilizations, kwamba preparation ambayo umemaliza kuiandaa lazima tuifanyie sterilizations so that to remove all contaminations of the microbes ambazo zinapatikana kwenye hiyo preparation tuweze kuzitoa. Kwa unaweza kuandaa preparation kukawa na contamination ya pathogens ambao mtumiaji atakapotumia hiyo dawa maana anaenda kupata matatizo, kwa sababu tayari kuna pathogen ambao wapo pale wanaenda kusababisha magonjwa mengine. Kwa ndio maana tunazifanyia sterilizations ambao ni complete removal of all forms of microorganism to the preparations. Kuna procedures ambao tuna carry out chemical qualitative test ambao kama tunasema tunaangalia volumetric analysis. Tunapoangalia volumetric analysis tuna evaluate ile batch, tuna evaluate through color changes. Kwa color changes tatuambia kwamba hii ni base au hii ni acid through the hot volumetric analysis. Qualitative test kwamba preparation umeandaa, tunataka tu evaluate kwamba je, there is presence of cation ni ipi na anion ni ipi kwenye hiyo sample, na hiyo sample tutaifanyia evaluation kwa kutumia experiment kama tulivyofanya different kwenye maabara ambayo tunafanya, kujua kwamba this color will indicate the presence of cation fulani na hii color ina indicate presence of anion fulani. Tuangalie dissolution test. Dissolution kwamba ni ile hali ya kuchange solid pharmaceutical dosage form inakuwa kwenye solutions, maana inakuwa complete dissolve kwenye nini, kwenye test ya apparatus husika. So this is a routine used to provide critical in vitro drug release information for both quality control purpose. It is used to assess batch to batch consistency of solid oral dosage form such as tablet and the drug developed to predict in vivo drug release profile. Kwa maana kwamba tuna test ile in vitro, maana kwamba tuna test through experimental apparatus kama ile tablet itaweza kudissolve ikawa solutions kwa kutumia hizo apparatus. Hivyo tuna predict kwa mtu akitumia na mtu maana ndani ya mwili na hiyo tablet itaweza kufanyaje kurelease vizuri. Kwa analytical data from the drug dissolution test are sufficient in many cases to establish. Tunaangalia ule usalama wa hiyo dawa ambao tunaenda kuitumia kwamba je, tumeitesti ikoje, kama imemeet requirement vizuri, maana yake sasa hiyo tablet inakuwa imemeet requirement vizuri. So the general procedures for dissolution involves the liquid. Kwa tunatumia kama liquid kama mediums ya kuweza kudissolve zile tablets zinakuwa kwenye solutions. So the drug is placed within the mediums in the vessel after it has reached sufficient temperature, and then the dissolution apparatus inakuwa ina operate. Sample solution inakuwa collected from the dissolution test are commonly analyzed by high performance liquid chromatograph, that is called HPLC, or ultraviolet visible spectrum. For most dosage form to be efficacious, the active pharmaceutical ingredients must be absorbed into a systemic circulation so that it can be transported to the site of activity. This process contributes to the bioavailability. Kwa hiyo ina contribute kiasi cha dawa ambayo kinaingia kwenye blood system inakuwa ni kiasi gani. So kuna hizo terminology ambayo inakuwa dissolution and absorptions. Tunasema dissolution is a process of extracting the active pharmaceutical ingredient out of the dosage form from the solid form into the solutions. Kwa nini ile kitendo cha ile solid pharmaceutical dosage form inabadilika inakuwa kwenye solution form. Lakini tukisema absorptions is a process for transporting drug substance from the gastrointestinal into the systemic circulation. Kama kitendo cha kutransfer ile formulation baada ya kuwa kwenye solution tunaitransfer sasa inakuwa kwenye systemic circulations.
So there is some of the procedure for prepare sample solutions, ambao unakuwa ya kwanza unachukua na 6 tablet unazipima pale kwenye hiyo vessel ambayo inakuwa ina contain 0.9 liters of 0.1 molarities of hydrochloric acid. Vile hizo paddles tunaziweza kuzirotate kwenye 75 revolution per minute. The paddles ambao tunazimaintain kwenye degrees 37 za centigrade ambao ni body temperatures. Baada ya muda kama wa dakika 30, certain volume from each bus na withdraw and filtrate. Then the certain volume of the filtrate. Filtrate ni pure liquid obtained after filtrations. From each tablet poured and made up to the 0.1 molarities of sodium hydroxide. Absorbance of all 6 tablets are obtained by using UV spectrophometer, and 0.1 molarity of sodium hydroxide used is a blank. Absorption for each tablet inakuwa na record to rate ya absorptions. So the percentage absorption of the tablet here is obtained by taking percentage absorbance of the tablet sample divided by the referent of the standard. Hizo kama procedure unataka kuandaa sample solutions. Kuna dissolution ya apparatus pale, kwa hiyo tunaitumia. Kuna factors ambazo zina affect dissolutions. Ya kwanza tunakuwa na pKa, ambao pKa is a negative logarithm of dissociation constant, ambao kwamba yenyewe tuna test vipi sasa, kwamba yenyewe inakuwa ina test kama either dissolution, tuassume kwamba dissolution iko kwenye endothermic na exothermic reactions. Kama itakuwa kwenye exothermic reactions, maana ile dissociation constant ina rise with increase in temperature. Inapo increase, maana tunategemea ile tablet inaweza undergo dissolutions. Vile tunaangalia kwamba kama ile reaction ikawa ni endothermic, kwa maana ile dissociation itafall. Itakapokuwa ina fall with increase in temperature. Kwa hiyo ndo pKa ina affect vipi. Lakini vingine tunaangalia stability. Kwa hiyo tunaangalia formulation ya hiyo tablet, je, ina uwezo wa zile tablet kuachia zile bond, kwamba stability iliandaliwa vipi. Kama maana iliandaliwa zile stability ya hiyo tablet haiko vizuri, maana kwenye binder pale hazikuwa vizuri, maana inakuwa na faster dissolutions. Solubility as a function of pH surfactant concentration. Kwa solubility tunaangalia kwamba tunajua the principle ya kwanza ya solubility, tunasema solubility is inversely proportional to the particle size. Inamaanishaje sasa? Kwamba solubility itakuwa kubwa kama particles zitakuwa ni ndogo. Kama particles zitakuwa ndogo, maana yake solubility inakuwa ni kubwa zaidi. Kama zipo kwenye unga, maana ita dissolve haraka. Kwa ndo maana tunasema solubility is inversely proportional to the particle size. Kwa ndo inakuwa hivyo. Particle size vile na affect vile kwamba particle size inakuwa ndogo. Kwa mfano inakuwa ni powder na granules. Tunategemea kwamba zile powders zinakuwa na high dissolution than granules, kwa sababu zile size ni ndogo. Kunakuwa na dosage unit or include dosage form type. Kunakuwa labda na tablet or capsules. Dissolution ya hizo maana zinatofautiana. Capsules inaweza iko coated with gelatin. Sasa dissolution yake lazima itatumia muda mrefu. Tunaangalia polymorphisms. Polymorphisms tunaangalia ni kwamba ile formulation ya hiyo tablet inakuwa na polymers. Maana kwamba kunakuwa na particle nyingi ambazo zinatengenezea polymers. Hasa ile dissolution yake ina affect zaidi, kwa sababu inaweza ikachukua muda mrefu due to the presence of polymers compound to the tablet formulations. Tutaangalia nature of excipient. Tunaangalia kwamba excipient ambazo zimetumika kuandaa hiyo tablet, tunaangalia kama lubricant na disintegrant. Disintegrant ni uwezo wa kile kitu kiweze kudisintegrate. Tutaangalia moisture content na surface coating, kwa sababu tunaangalia coating na nyingine zinakuwa ni coating, zingine zinakuwa ni coating. Kwa hiyo tunaangalia zina affect dissolutions kwa namna tofauti. So that was the last presentation for these sessions.